Nikaona nimekuwa watu wawili. Nikaona naona mwili mmoja unalala pale chini na mwingine uko wima. Shalom, shalom wafanyakazi na watafutaji wa haki. Nimejaribu ndani ya wiki hii, kwanza nasema hata ndani ya miaka hii yote, kujaribu kuwaelewesha watu umuhimu wa kumweka Kristo kuwa kichwa cha maisha yako. Na badala ya kutembea na mashuhuda na mafunuo yatumike kama msukumo tu au kama nyongeza ya uelewa katika maisha yetu ya Kikristo. Na katika baadhi ya watu au chaneli au mitandao ambayo imewaharibu sana Wakristo leo hii na kuwafanya wajimanisha kwamba wao ni watakatifu, kisa wameacha kuvaa wigi, kisa wameacha kuchubua ngozi, wamejimanisha ni watakatifu. Zipo channel kadhaa kwenye mitandao ya kijamii ya YouTube wapi ambazo yamkini sote tunazifahamu. Tatizo kubwa ambalo nilikuja kugundua katika hizo channel ni ya kwamba nyingi zao zimebeba mashuhuda mbalimbali ambazo zinapingana au zinapinzana kineno. Wamoja watadai mbinguni kule walimkuta Paulo yupo kule. Wengine watadai wameona nafsi zote bado zinangojea hukumu. Wengine watadai, kwa hiyo unakuta mashuhuda ni ya kwamba yote ni ya mbinguni, kuzimu, ila yako tofauti kwa mujibu wa neno au kwa mujibu wa kufanana kwao. Sasa baadhi ya shuhuda maarufu huaga ni shuhuda ya ndugu yetu Nabii Aston Adam. Nabii Aston Adam ni shuhuda ambao ulipata umaarufu mwingi sana, sio Tanzania tu, hata Kongo, hata wapi, sehemu mbalimbali. Na uliwashtua watu wengi kujaribu kumpendeza Bwana kwenye njia ya utakatifu wa nje pia. Sababu hapa utakatifu sio ndani tu, utakatifu ni ndani na nje. Shida sasa kubwa ni ipi? Shida kubwa ambayo inaendeka hapa sasa hivi ni ya kwamba Jacktan Msafiri au wasimamizi wa timu ya Promova wako wanajaribu kuni misrepresent katika tetezi zangu. Nitarudia tena tetezi zangu. Ninasema hivi, kwa mujibu wa neno la Mungu, shuhuda za wafu haziwezi kuwa nguzo kwa kanisa lolote lile. Badala yake, shuhuda ambazo zimeitwa kuwa shuhuda za kushikilia ni shuhuda zile ambazo tayari zimeandikwa kwenye Biblia. Nje ya Biblia haturuhusiwi wala hatufungwi. Yani kwanza hilo ndio neno bora zaidi. Hatufungwi na mashuhuda ya watu ambao wamekufa. Sasa ndugu zetu hawa kina Promova, ndugu zangu hawa Promova, wameinuka na kudai kwamba wanajibu kwamba Nabii Aston Adam hakuwa anakufa. Sasa jinsi anavyojielewesha ni kinyume kabisa na neno la Mungu. Na ninalaumu sana waenyeji wanaokuwa wanampokea, wanaokuwa wanamtafsiria, kwa sababu nyinyi mnajua maana ya kufa ni nini. Sasa ndugu yetu anadai kwamba yeye hakuwa anakufa, ila alikuwa anazimia, nafsi yake ndio inamtoka. Sasa mnajua maana ya kufa ni nini? Kwa hiyo mnajua maana ya kufa, lakini mnaanza kubuni maneno ili isionekane kama umekufa, kwa sababu mnajua kibiblia hoja yangu ni nzito kuliko hoja zenu nyinyi. Kibiblia inasema Mungu sio Mungu wa wafu. Hiyo ndio Biblia. Kwa maana Mungu sio Mungu wa wafu. 22:32 kitabu cha Mathayo. Kwa maana Mungu sio Mungu wa wafu, ni Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, Mungu ya wale walio hai. Na hoja kubwa ambayo ninaileta ni ya kwamba hivi Mungu anakosa watu wa kuwafunulia. Kwa maana Yohana mtume katika kitabu cha Ufunuo amefunuliwa bila kufa. Haleluya. Petro kwenye kitabu cha Matendo sura 10 amefunuliwa kwenye njia ya trance. Trance ni mtu ambaye ameingia ghafla kwenye maono, amepigwa usingizi wa ghafla. Hata yeye naye pia hakufa.
Wakina Dorcas, wakina Tabita, ukisoma kile kitabu cha Matendo ile sura yake ya 9:37 na kuendelea, tunamwona Dorcas mama yetu anafufuliwa na Petro. Hakuleta maono, hakuleta ufunuo. Kwa hiyo huo ndo ujumbe wangu mkuu kwa kanisa. Mumemweka Yesu wapi? Kwa hiyo Aston Adam, ukidai ya kwamba eti mimi sikufa, nilikuwa ninazimia ndo nafsi yangu inanitoka. Sasa kufa ni nini? Maana ya kufa ni nafsi ya mtu inapomtoka mtu. Ndo maana ya kufa. Nimesha kufafanua sana kuhusu habari za maono au funuo, kutofautisha maono na funuo au ngazi mbalimbali za maono. Mtu ambaye anafunua kwa viwango vya juu vya maono, nafsi yake wage na uwezo wa kuchukuliwa. Hii ni tofauti, nafsi kuchukuliwa na nafsi kukutoka. Kwa maana wengi ambao wanaita mashuhuda wanadai kwamba nafsi ilikuwa ikiwatoka, au yani nafsi ikiwatoka wanakuwa wanaona watu wako hapo, yani wao wako nje ya mwili yao, wanaona mwili wao, ila wanaona pia na watu wako hapo. Lakini kwa mujibu kabisa wa maandiko matakatifu, tunaona hiki kitu hakijaandikwa. Ndio maana lazima tukipime sasa kwa neno. Lakini je, kinawezekana? Of course kinawezekana. Mahali ambapo watu wengi wanapendaga kupambanua au kushindana na kila elimu kinyume kabisa na mashindano, waga ni wakati wanaanza kusema Mungu anaweza kila kitu. Kila mtu anajua Mungu anaweza kila kitu. Jambo hili mimi kuambia kuhusu wanawake wachungaji, wanawake wahubiri. Hivi kabisa Mungu hawezi akamtumia mwanamke? Of course Mungu akitaka anaweza, lakini je, ni kadri na neno lake au la? Tunaangalia neno la Mungu. Kwa hiyo Aston Adam, ulikuwa unakufa, unapaswa ukubali tu, ndio mimi nilikuwa ninakufa. Nikifa ninarudi tena katika mwili wangu. Hiyo ndio maana ya kutoka ya nafsi yako kukutoka. Ninajuaje hivyo au tunajuaje hivyo? Kwa maana soma hapa Mathayo 27:50. Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost, au yielded up the spirit. Yani alipolalamika kwa sauti kubwa, akakata roho. Yielded up yani akaachilia. Yani roho yake ikamtoka. Nafsi ni roho ya mtu. Utofauti wa nafsi na roho waga ni hapo. Wakristo wengi mnapaswa muelewe kitu. Ukisikia mtu amesema nafsi, yani anasema ni mwanadamu wa ndani. Mwanadamu yule asionekana, yani mwanadamu halisi. Sasa ukisikia mtu anasema roho, ndo asili ya huo binadamu. Kwa hiyo kuna mwanadamu mwili na kuna mwanadamu roho. Mwanadamu roho ni nafsi. Mwanadamu mwili ni mwanadamu. Haleluya. Au mtu mwili au mwanadamu mwili ni mtu. Yani ni kiumbe ambacho kimetengenezwa kupitia udongo, na ndio maana mavumbini huaga kinarudi. Lakini mwanadamu nafsi, yeye ametengenezwa kupitia pumzi ya Mungu, naye Bwana akapumulia mwanadamu, naye akawa nafsi hai. Kwa nataka tubaki kwenye maandiko. Ndugu yangu Aston Jackten Msafiri, unaharibu watumishi ndugu yangu. Unaharibu watumishi. Sasa hivi ona mchungaji Amiel Katekela, umemnenepesha na sadaka. Mwenyewe umenenepa na sadaka. Yani chunguza. Mtu anapaswa ufanye utafiti. Je, hao watu ambao ninawapa platform hizi sasa hivi wamekuaje kiroho? Unawaharibu. Hiyo ndio hoja yangu. Unawaharibu na Wakristo wanaharibika. Ndio maana unaona kina dada ambao wanaacha kabisa mawigi, wameacha kuchubua ngozi. Kwa nini bado wanaanguka na mapepo wengi wao? Kwa nini hivyo? Ni kwa sababu badala ya wao kuwa na neno la uzima ndani yao, nyinyi mnaendelea tu kuwaogopesha. Jehanamu ilikuwa hivi, kuna chumba cha hivi, kuna chumba cha hivi, kuna chumba cha hivi. Sawa, sio vibaya, lakini lazima kila kitu kifanyike kwa ukiasi. Nyinyi mmepita ukiasi. Ni wapi kabisa hivi kabisa mnadhani wakina Daudi, wakina nani hawakufunuliwa mambo ya kuzimu? Wakina Paulo hawakufunuliwa mambo ya kuzimu? Wakina Petro hawakufunuliwa mambo ya kuzimu? Kwa nini hawayagusii? Ukisoma kwenye kitabu cha Wakorinto wa pili, anasema kwamba yupo mtu mmoja alichukuliwa kwenye kitabu wa Korinto wa pili sura 12, akaona mambo ambayo asiyoweza kuelezeka. Kama ilikuwa katika mwili sijui, katika roho sijui. Kwa hiyo hata mwenyewe kwa kiwango cha utume alichonacho hajui, hatambui. Kwa hiyo mimi narudia kusema, ndugu yangu Jackten, wasimamizi wote wa Promova, sadaka zisababishe nyinyi kuwadanganya waumini. Nafsi ya mtu kumtoka mtu ndio maana ndio kumaanisha kufa. Narudia tena, Yohana 19:30. When Jesus therefore had received the vinegar, he said,
it is finished, and he bowed his head and gave up the ghost. Akasema imekwisha, akashusha kichwa na akaachilia roho au akakata roho. Kumbe roho au nafsi kumtoka mtu ndo, yani mwili kutokuwa na nafsi ndani ndo kufa. Acts 5:10, habari za Anania na Safira. Sikia hapa. Acts 5:10, Anania na Safira naye. Anania na Safira tunaona ya kwamba wao nao wanafanya nini? Wao nao wanamwasi Mungu kwa kudanganya mitume. Kitu gani kinawatokea? Wao nao pia wakafa. Haleluya. Ngoja niwasomee 5:10. Ngoja niwasomee 5:10 inasema nini? 5:10 inasema kwamba mara akaanguka miguuni pake akafa. Wale vijana wakaingia wakamkuta amekufa, wakamchukua nje wakamzika pamoja na mumewe. Hofu nyingi ikapata kanisa lote na watu wote waliosikia haya. Ishara ya kufa au mwili unapoanguka inamaanisha nafsi imemtoka mtu. Hapa nimeelewesha kwa mujibu wa maandiko matakatifu na kineno. Mungu sio Mungu wa wafu. Neno hilo inalileta kwa sababu watumishi wengi leo wanaomba sana. Wengine wanafunuliwa sana. Wengine wanafunuliwa jana mbingu. Hata mimi mwenyewe hapa nisha kufunuliwa jana. Nisha kufunuliwa siku ya hukumu itakuaje. Nisha kufunuliwa barabara kuu za hukumu. Nisha kuziona na macho yangu mimi hivi. Lakini si kufa. Nilikuwa kwenye magoti. Nilikuwa nafunuliwa. Sasa yani mmeweka misingi ya watu kushtuka, yani alikufa kwanza, alichukuliwa kwanza, alizimia kwanza, ndo yani mnaweka misingi mpaka inafikia mpaka yani watu wanashindwa kuelewa maana ya kufunuliwa ni nini. Watu wanashindwa kuelewa maana ya kuwa nabii ni nini. Mwanifuata vizuri? Hiyo ndo hoja yangu. Mungu sio Mungu wa wafu. Kwa jinsi ulivyojibu Nabii Aston Adam, hiyo ndo kufa kibiblia, hiyo ndo kufa. Kufa ni nafsi ya mtu inapotoka mtu. Ndio maana Daudi anaandika, hautaachia nafsi yangu iangamie shimoni, iangamie shiho. Yani iangamie kuzimu. Kume nafsi inapokuwa kuzimu au nafsi inapokuwa kwenye mangojeo, mwili ubaki hauko hai. Sasa leteni maandiko yanaonyesha kwamba nafsi kumtoka mtu sio kufa. Hamna andiko hata moja. Nafsi kumtoka mtu ndio maana yake ya kufa. Mwanipata vizuri? Ila kwa kuwa jaktani unapambania sana sadaka, lazima hii roho itakusumbua, mtaanza kubuni na wale ambao hawajui Kiswahili vizuri, wale ambao hawajui maana nafsi kumtoka mtu, na wale ambao waga wasomi neno watakubaliana nyinyi. Ila misingi ya kanisa tumeitwa kushikilia misingi ya mitume na manabii. Mafundisho walioacha mitume, walioacha manabii. Hoja yangu nyingine, ufunuo ambao ameutoa kuhusu mjumbe wa 7 ni kinyume na maandiko matakatifu. Mungu wafunulia watu kwa kuwa wanajituma, kwa kuwa wanabidia kufunga na kuomba. Hakuna hiyo mambo ya mjumbe wa 6, mjumbe wa 7, eti nani huyu Abraham ni mjumbe wa ngapi, ambao yamkini kwa 99% ninajua ndo kanisa ambalo limemlea huyu ndugu. Ni kanisa, baadhi ya makanisa ambayo yanaamini ya kwamba Branham ndiye Elia yule ambaye atakayekuja. Kwa hiyo huo ufunuo sio kibiblia, sio sahihi. Yani wajumbe wale ambao wameandikwa kwenye Biblia wale ni malaika kabisa wa mbinguni ambao wamepewa kazi ya ulinzi kwa hiyo makanisa 7 ambayo yametajwa pale. Sio eti vipindi 7. Ingesema vipindi 7 basi tungekubali, lakini haisemi hivyo. Inasema kwa makanisa. Kanisa lilioko Laodikia, kanisa lilioko Smyrna, inakutajia pale. Lakini watu wakaanza kuongezea. Yesu alijua mtaongezea, ndio maana kwenye 22 Yesu mwenyewe anasema kwamba atakayeongezea katika kitabu hiki ataongezewa pigo. Ataongezewa nini? Ataongezewa pigo. Kesi yangu kwanza niishie hapo. Msiame hoja. Ninasaidia Wakristo wamweke Kristo mbele. Mara ngapi umesikiliza mashuhuda baada ya kusikiliza neno? Umeshinda mara ngapi kwenye simu yako unasikiliza mashuhuda baada ya kusikiliza neno? Ninataka niwasaidie wafuasi wote mashuhuda. Hata mimi nina bonge la ushuhuda hapa kwenye channel ambayo ilisaidia watu wengi sana. Lakini mara ngapi ushuhuda, lazima usikilize ushuhuda ndio kupush. Ushuhuda wa Yesu haujatosha kwako? Maneno ya Kristo hayana nguvu kwako? Kwa nini? Kwa nini maneno ya Kristo hayana nguvu kwako wewe? Mbona mioyoni ni migumu? Kwa nini amriziki tu na maneno kwanza ya Bwana Yesu? Kifo cha Bwana Yesu mbona amridhiki nacho? Yani hapo ndo hoja kubwa.
kifo cha Bwana Yesu hamridhiki nacho mpaka mwingine afe kwanza, afunuliwe, ndo mnaridhika. Trebo shatriko. Ninahurumia, lakini Bwana afungue maarifa. Ndugu yangu Jacktan, roho ya sadaka isikusumbue. Unaendelea kuharibu watumishi kupitia sadaka. Bwana kurehemu sana. Bwana kurehemu kabisa na ubadilike. Sawa, kwa wale ambao waelewe Kiswahili nitasema kwa Kiingereza, kwa hiyo unaweza kaskip kwa Kiingereza pia ukapata neno hili kwa Kiingereza. This is my main point concerning testimonies that have flooded social medias in this past maybe 10 years or so. And many people might think that I've come across testimonies in the past year or so, or after I received salvation. No. I grew up in a Christian family. And I remember when I was a kid, when I was still a very young boy, there are a few testimonies that became very popular back in Kigoma. Other testimonies were very popular back in 2010, 2011. This is when we just arrived in the United States. And one testimony consisted of a young woman from Mexico. She died for around maybe a day or two, and she came back to life, and she brought a testimony concerning people that she saw in hell, burning in hell. One of those people was Michael Jackson. That testimony really touched us and moved us and pricked us. It actually pricked the entire family. Reason being, because we loved Michael Jackson. We used to listen to Michael Jackson almost every day. All the kids in our family, back then we were still kids, me and my sisters, we would listen to that guy every single day. After listening to that testimony, we stopped listening to him. We came to realize, oh, so these guys are part of the Illuminati cult. These guys are part of the Freemason, the Freemasonry regime or the Freemasonry movement. Now, what is the main point that I'm trying to push towards all Christians? I'm talking to Kenyans, I'm talking to Ugandans, I'm talking to South Africans. There was a brother, or we can even call him a grandpa or a father, last year or so, called Brother Enigma. He brought a testimony about heaven, also in hell. But after a while, people started debunking him. His attitude and the way he lived his life did not consist with his testimony. So how come we have so many testimonies concerning hell, concerning heaven, but almost all of them, they are contradicting each other? The way this one will explain hell, the way this one will describe hell, the way this one will describe heaven, the way this one will describe the people they saw, and the way this one will describe the people that they saw in hell or heaven is different. Hallelujah. So we have come to the point where for Christians nowadays to have faith, they have to listen to an NDE testimony. What's an NDE testimony? Those are near-death experiences testimonies. The church today is being led, especially the Christian holiness movement. Strongly, it is being led and manipulated by NDE experiences. And we have not been called by Christ to live according to NDE or NDE experiences. Rather, we have been called by Christ to live by the testimony of Christ, who died on the cross for 3 days. Hallelujah. He was in the belly of hell, and he resurrected from the dead. That's what we are to live by. We have not been called to live by some sort of NDE experience. Oh, I saw this. Though God can reveal things like that. He is able. He can do all things. But we have not been called as a church to live by it as our main foundation of the church. That is my main argument and my main objection concerning these brothers and sisters, especially from Tanzania and Kenya, who keep pushing this ideology that you must follow this testimony for you to understand the holy things, or for you to understand the spiritual things. But we have not been called to live according to other people's testimonies. Rather, testimonies can only push us. But the true testimony that we must live by is the testimony of our Lord and Savior, Jesus Christ. That is my main stance, and I will not move, and I will not be moved. May God bless you. May God protect you. May God give you wisdom.
NDE experiences are not a core belief or beliefs of a Christian. And if you have made NDE experiences as your main go-to or as your main safe haven for power or for hunger of the Lord, then you are wrong, my friend. You must go back to reading the scriptures. You must go back to fasting. You must go back to humility. You must go back to engaging in church activities. That way you will find the love and the trueness of our Lord Jesus Christ. For the Lord Jesus Christ walks within his law and statutes that he laid out as foundation for the church, hallelujah, through his ministers, through his apostles and prophets. Until today, we still have these ministers, these prophets and apostles luring us back to him. So whenever you know a man of God that's trying their best, that fast for you, so you can understand the word of God, those are to be respected and to be held highly by Christians, by men and women of God. That is my main stance. NDE experiences are ruining the church. Rather, the church putting the word of God and the resurrection of Christ as the main core belief or as the main foundation for, hallelujah, for their faith. He has become, oh, this person died one day and came back to life. This person died one day and came back to life. This person had an NDE experience. We need NDE experiences really to love Christ. If you need an NDE experience to love Christ, then you do not love Christ. That is my argument. That is my stance. My name is Apostle Malia Buana, and be blessed in Jesus' name. Amen.